Ndiyo, umewahi kusikia hoja nyingi sana na za kisomi, lakini hii na hakika hujawahi kuisikia kutoka kwa Sheikh Taha Suleiman Bane. Karibu tumsikilize. Juzi kati, kwa maana siku za karibuni, tulikuwa Makka al-Mukarrama katika mazingira ya hija. Mmoja wa mahujaji akawa ananiuliza, kwa sababu unajua si talabatul ilmi, maongezi yetu yote mnaongea mambo ya dini haya. Alisema sijasikia hapa bismillah kusomwa kwenye surati al-Fatiha, yankuwaje hivi? Au ndio madhehebu nyingine? Alifika mbali kidogo maskini. Sasa nasema haya ili nyinyi talabatul ilmi wenzangu muone tunapokosea wapi, maana kuna baadhi ya majanga humu kila siku watu wanasumbuana, na hasa sana mashekhi ndio wenye bifu baina yao. Nikamwambia, kwa wewe ulivyosomesha, kwanza nilimjibu ile la kufa watu pale kuswaliwa, msingi wake ni huu, wanakufa watu kikawaida. Inawezekana wewe na mia ahadi yako ikiwa tayari utakufia hapa hapa na utajumuishwa na wenye kusaliwa. Hili la kutusikia bismillah, kwani tatizo nini? Kule imeandikwa wal basmalatu ayatu minha, na bismillah hiyo yankuwa aya katika Fatiha. Sasa leo kikosekana, maana yake hapa kusoma Fatiha, na kama hakusoma Fatiha swala batili, tufanyaje? Alipata shida hivi, kama sasa unamhurumia imamu au wewe mwenyewe? Kwa ujumla nikamwambia, wewe uliniambia umesoma au unasomesha tafsiri Jalalaini, umesoma au hujasoma? Haide tusomeshwa eti turudia si kwa shakati ya mashekhi wengi waliosoma. Ndugu zangu, sitaki kutumia muda wenu vibaya, lakini kusema shida iko mahala gani na kwa nini tumeamua mimi bora niseme yale muhimu kidogo. Nikamwambia, huna tafsiri hapo, lakini kwenye simu tunaweza kuipata tafsiri Jalalaini, tukaitoa. Nikamwambia, soma hapa, unaonaje wewe? Manake alihusisha mambo yale ni ya kiwahabi pale Saudia, sababu ndio wanavyoaminishwa watu, ndivyo wanavyoaminishwa, ndio wenye mtindo wa kuacha surati al-Fatiha. Nikamwambia, hii umeiona? Hii tulisoma. Haya, hapa ulisomaje kwa surati al-Fatiha? Akakuta surati al-Fatiha ina aya 7, na ya 7 itakuwa siratal ladhina an'amta alayhim mpaka mwisho. Ikiwa tutahesabu bismillah ni sehemu ya Fatiha, ikiwa tutaihesabu bismillah ni sehemu ya surati al-Fatiha. Lakini kama hatutoihesabu kuwa ni sehemu ya surati al-Fatiha, itakuwa aya 7 hii ghairil maghdubi mpaka mwisho. Nikamwambia, hapa shekhi alipitaje mpaka ikawa hilo kwako gogoro? Huyu ni mwanachuoni wa Kishafi wa karne ya 10, manake amefariki 911. Ni mwanachuoni wa Kishafi, tafsiri yake ni muhimu kwetu. Mahali shahidi kwamba yeye huyu anataja uwepo wa hayo mapito hayo, kwamba wapo wanaopita kwamba ile bismillah si malizeni. Miaka hiyo huyo Muhammad al-Wahhabi mnaomsema nyie, sio yeye. Baba yake mzazi hajazaliwa, babu yake mzaa baba hajazaliwa, baba aliyezaa babu yake hajazaliwa, baba aliyezaa baba wa babu yake hajazaliwa. Wapo tayari maulama wa Kishafi wanalizungumza hilo. Sasa maana yetu nini? Sio muache bismillah, au sio lazima msifsiri kwamba haya. Naam, alhamdulillah kwa elimu sahihi zaidi kuhusu dini yako. Endelea kufuatilia peji hii ya Ramadhani Mtungwe, share video hii ili watu wengine waweze kufahamu jambo hili na mengine zaidi. Lakini usisahau kulike, kucomment, pia nifuatilie katika YouTube channel yangu ya Mtungwe Imani. Ukifika kule subscribe, andika maoni yako kwenye comment section ili tuweze kukua pamoja kiimani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.